hapo Bwana, nena neno lako Bwana, likapate sauti katika mioyo yetu, na maisha yetu Bwana yakafuate mkondo wa neno lako katika jina la Yesu. Baraka ulizoahidi zikawe manifested katika jina la Yesu kwa maisha kila moja, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Tunakuamini Bwana hata kwa matoleo yetu, kwamba Bwana utatimiza ahadi yako iliyoitoa kwa wote wanaofanya maagano na wewe katika utoaji, kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana likaandame maisha yetu na kusababisha mbingu kufunguka kwa ajili ya maisha yetu, tukatembea chini ya mbingu zilizofunguka kwa utukufu wako ewe Bwana, na kwa faida ya nafsi na maisha yetu na hata ya jamii zetu na vitega uchumi vyetu Bwana, vikapate kuwanda na kunawiri katika jina la Yesu Kristo. Tukauone wema wako Bwana, fadhili zako zikituandama katika jina la Yesu Kristo. Asante ewe Bwana, jina lako litukuzwe. Bwana, tunapokuwa katika nyumba yako, tumekuja kusikia sauti yako na mausio yako Bwana. Naomba Bwana, mtumishi wako anaposimama kuleta habari za Mungu wa mbinguni, zungumza na nafsi ya kila mmoja katika jina la Yesu. Ninaondoa ugumu wote, naondoa upinzani wote katika jina la Yesu Kristo, nikibarikisha Bwana anapotamka Bwana, neema yako ikafikie mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante ewe Bwana, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Anapoleta neno la Bwana katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Nashukuru Bwana kwa wakati huu ambao Bwana ametupatia Bwana. Amen. Tumekuwa na camp kwa muda wote tangu tulipoanza kanisa hili, na leo hii ndio Sunday ya mwisho sisi kwa sababu kuanzia Jumapili ijayo tunafungua kanisa la Margaret, na kuanzia wiki hii tarehe 23 mpaka tarehe 26 tutakuwa na kusini kule, na tutakuwa tukiabudu Mungu mahali pale, Pastor Ken akiwa ndio pastor wa mahali pale. Amen. So church, tumuombee Pastor Ken. Church, tupatikane kwenda kwenye crusade hii kuanzia tarehe 23. That is on Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Tutasomea kule na atakuwa kule. Nitakuwa kule nikiwa Sunday, the morning session kule. God bless us and listen to our God. Amen. 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 In the name of Jesus. And I'm very privileged to bring the word of the Lord today. So I feel much humbled before the presence of the Lord. It is a great honor for me to be here today. And I also thank my pastor for this chance to that he has given me to preach the word. And also I praise the Lord because of you and me, because we have been gathered here because of the name of the Lord. So we are not going to waste much of the time. We are going to dive into the word. And today we are going to discuss about the refuge. So we hear about refuge, ukisikia jina kusaliwa, that means that it is a condition of being saved
inamaanisha kwamba ni hali ya kuokolewa, or you are being sheltered, ama unafanyiwa mahali ya kutumwa from pursuit of anger or danger or trouble, kutokana na shida, hatari na matatizo. So today we are going to discuss about refuge. Tunaenda kujifundisha jinsi ya kuokolewa. And as we all know, the Bible says that God is our refuge. Na jinsi tunapojua kwamba Mungu ni msaada wetu. So I know most of you najua kuhusu msaada in many ways, katika njia nyingi. For example, kwa mfano, there is a refuge called Kakumas in Kenya. Kuna kambi la msaada inaitwa Kakuma kule Kenya. So that refuge, hiyo msaada, hiyo kambi is a home to refugees, ni nyumba ya wasaidiwa. But today we are not going to speak about that refuge. Lakini siku leo tuende kunena kuhusu nyumba ile ambayo Kakuma. But we are going to discuss about God being our refuge. Lakini ndio kuzungumza Mungu kuwa msaada wetu. So our topic of today is God is our refuge. Maana yetu siku leo ni kwamba Mungu ndio msaada wetu. And we are going to read in the book of Psalm 62 verse 5 to 8. Zaburi 62 5-8. And I will start mine in English and the Lord will bless us. Ndaanza kwa Kizungu na Mungu atatubariki. Psalm 62 verse 5. Zaburi 62:5. The Bible says, Biblia inasema, my soul wait silently for the Lord. Nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kwa kimya. For my hope is from him. Tumaini langu hutoka kwake. He is the only Lord of my salvation. Yeye tu ndiye mwamba wangu wa wokovu. He is my refuge. Ngome yangu sitatikisika sana. And I will not be moved. Sitatikisika sana. In God my salvation and my glory and my rock and my strength and my shelter is in him. Kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu na kimbilio langu ni kwa Mungu. May the Lord bless his word. Bwana nibariki jina lake. So we see here that there is no other way. Tunaona hapa kwamba hakuna njia nyingine. You know, David sat down. Unajua Daudi alianza chini, sat down, alikaa chini and pictured about the Lord. Na akaanza kuangalia picha za Mungu. So when he was going through his life, wakati alikuwa anaenda katika maisha yake, he saw that God has been carrying him all the days of his life. Aliona Mungu amekuwa akimbeba katika siku zake za maisha. That's why he came to conclusion that God is his refuge. Ndio maana akaandika kwa kumalizia akasema kwamba Mungu ndio msaada wake. So there is this song that says that niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, waambie adui zangu, niko chini ya mwamba, Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Hallelujah. So when you are in God, wakati uko katika Mungu, that means you are sheltered by him. Inamaanisha kwamba uko katikati yake, and that becomes your refuge. Na hiyo inakuwa msaada wako. So today as church, leo kama kanisa, this is our refuge. Hii ndio msaada wetu. This is where the Lord has made this place to be the refuge of our life. Hii ndio mahali ambapo Mungu ameweka kuwa msaada kwa maisha yetu. So when you hear about the refuge, wakati unasikia kuhusu msaada, just know that there is no other way. Hakuna njia nyingine jua hivyo, that you can get the refuge apart from the Lord. Ambao unaweza kupata msaada kama sio Mungu. So today I come to tell you that God is our refuge. Leo nimekuja kukuambia kwamba Mungu ndio msaada wetu. I remember days back. Nakumbuka siku za nyuma, I was traveling one day. Nilikuwa nasafiri siku moja. I was going to
Ukambani. Nilikuwa naenda kule Ukambani. There is a place called Machakos, that is a town. Kuna mahali inaitwa Machakos. So my friend had called me to go there to work there. Rafiki yangu alikuwa amenipigia simu niende nifanye kazi kule. So I prepared well and went to that place. Nilijiandaa vizuri na nikaenda mahali pale. But when I reached that place, na wakati nilifika mahali pale, my friend was no longer in touch. Rafiki yangu hakuwa tena katika so his phone went off. Simu yake uende ikalizima. I had no money. Sikuwa na pesa. I had nothing in me. Sikuwa na kitu chochote ndani yangu. So I started going loud and loud and loud. Nikaanza kuzunguka huku na kule. I started wandering in that place. Nikaanza kuhangaika katika mahali pale. And I was amazed. Na nikashangaa. Because how comes my friend has switched off the phone? Inaifikaje rafiki yangu amefunga simu? So it reached the night. Ikafika usiku. And I wondered where I could take my sleep. Na nikashindwa nitalala wapi. But I went to the stage. Na nikaenda katika stand ya basi. And I sat there. Na nikakaa mahali pale. I sat there till morning comes. Nikakaa hapo mpaka asubuhi. So when morning comes, wakati asubuhi ilifika, so I started looking where I can get something to drink. Nikaanza kutafuta ni wapi napata kitu cha kunywa. But something amazing happened. Na kitu cha kushangaza kikafanyika. Because I was going to talk to people, nilikuwa naenda kuongea na watu, and they could answer me in Kamba. Na wakati nikiongea na watu wanijibu kwa Kikamba. I said, give me water. Nikisema nipatie maji, they respond in Kamba. Na wanajibu kwa Kikamba. I said, give me food. Nikisema nipatie chakula, they respond in Kamba. Wanajibu kwa Kikamba. So I was a bit confused. So nikakuwa nimechanganyikiwa. And I asked my God, where are you? Nikauliza Mungu wangu, wewe uko wapi? I'm starving, where are you? Niko njaa, uko wapi? So I was in a deep shock. Na nikakuwa katika hali kubwa ya kushangaa. Because I saw that it is only me and my God. Na kwa maana nilikuja kuona kwamba ni mimi tu na Mungu wangu. So hours passed on. Hours passed on. Masaa yakasonga. They keep on passing. Na yakaendelea kusonga. And then it came around 2 p.m. Na wakati nilifika muda wa saa 8 hivi, I started wondering where I can get something. Nikaanza kujiuliza ni wapi nitapata kitu. Because I was very hungry. Kwa sababu nilikuwa njaa. Remember that night I slept on the coldness of that place. Kumbuka usiku uliopita nilala kwa baridi. So I was starving much. Nilikuwa na njaa sana. So I saw those people, we are not helping one another. Nikaona watu watusaidiane na wao. And I decided to take a walk. Nikaanza kutembea. So I walked. Nikatembea. I walked and walked. Nikatembea na nikatembea. And reached to a garden. Nikafika kwa shamba hivi. Where I saw mangoes. Na nikaona maembe. And what came in my mind, kitu ambacho kilikuja kwa mawazo yangu, is now this is the food that the Lord has prepared for me. Hii ndio chakula ambayo Mungu amekuandalia. So I did not consider whether there are witches in that place. Sikujali kama kuna wachawi katika maeneo hayo. So I did not have any fear because of the people of that place. Sikuwa na uoga wowote kwa sababu ya watu wa mji ule. So I went to the garden as it was my garden. Na nikaenda kama kana kwamba ni yangu. And I plucked one by one. Na nikaanza kuchuna maembe moja baada ya and I ate them. Na katika shamba ile, and I ate them. Na akaanza kuikula. And I could listen to my stomach. Nikaanza kusikiza tumbo yangu. Whether my stomach is responding in a manner that I can sense danger. Wakati kama tumbo yangu inaweza kupokea kama kuna kitu inaweza kwenda kufanyika ndani ya tumbo yangu ya hatari. Because my friend had told me that place is for witches. Kwa sababu rafiki yangu aliniambia hiyo mahali ni kwa wachawi. But the time went on and on. Na masaa yakaanza kusonga na kuendelea. And as I could eat much, na wakati niliweza kukula mingi, they became sweeter. Ikakuwa tamu. Oh my God, I started enjoying it. Na nikaanza kufurahia. So after that I went back to the town. Na baada ya hapo nikarudi tena mjini. So after going to the town, na baada ya kwenda mjini, now I started looking me to Nairobi. Nikaanza kutafuta njia ya kunipeleka Nairobi. So I took one road. Nikachukua barabara moja. And I started walking. Na nikaanza kutembea. And I could see Konza City building construction ahead. Na akaanza kuona mambo na vitu ambavyo kama mijengo ambayo zinajengwa. I could see that state vision 2030 construction, that there is a city called
Vision 2030 construction there. Kuna mji unaitwa Maono. Yeah. 2030. So I could see that land. Nikaona hiyo shamba Very far. kwa umbali kidogo. Because there is an arrow that was directing me. Kwa sababu kulikuwa na mwelekezo, kuna mwelekezo. So I followed that highway. Nikafuata hiyo njia. Knowing in my mind that I'm heading to Nairobi. Nikijua kwamba nikunaenda Nairobi. So one car stood by a side. Gari moja ikasimama kando yangu. And they were very rich people. Na walikuwa watu wanakaa ni matajiri. Because the car was new. Kwa sababu gari ilikuwa mpya. So they asked me. Wakaniuliza, young man, where are you heading to? Kijana unaenda wapi? I told them I'm heading to Nairobi. Akamwambia naenda Nairobi. They told me you are confused. Wakasema umechanganyikiwa. Because this road is heading to Mombasa. Kwa sababu hii barabara inaenda Mombasa. So I was confused. Do I change my words that I've just said? Nikachanganyikiwa nibadilishe maneno ambayo nimesema for them to give me lift and go to Mombasa, ili waweze kunibeba kwa bure niende Mombasa. But I could not change what I had said. Lakini sikuweza kubadilisha chenye nilikuwa So nimesema. they told me go back to the town Wakaniambia rudi tena mjini and ask for the light direction. na uulize mahali njia ya sawa sawa. So my heart was in shock. Moyo wangu ukashtuka. So I started wondering, Nikaanza kushangaa. now what am I doing? Na nini nafanya? This is the second day I've not eaten. Hii ni mara ya pili sijakula. I've wasted my energy walking. Nimeharibu nguvu zangu kutembea. Thinking that I'm going to Nairobi and I'm heading to Mombasa. Ndani ya kwamba naenda Nairobi, kumbe niko naenda Mombasa. So I went back with a confidence. Nikarudi tena kwa ujasiri. You could thought that I had some money with me. Ukadhania, unaweza dhania nilikuwa na pesa. So I went to one conductor. Nikaenda kwa makanga mmoja. I told conductor, Nikamwambia yule makanga, how are you? Uko aje? I'm going to Nairobi. Niko naenda Nairobi. And he responded in Kamba. Na akajibu kwa Kikamba, These are the cars of Nairobi. hii ndio magari ya Nairobi. So I was privileged to hear that language. Na nikatunukiwa nafasi ya kusikia lugha hiyo. And I told the makanga, I don't need cars. Na nikaambia yule makanga, sitaki gari. I need direction. Show me the road. Nataka mwelekeo, unielekeze njia ipi. And the makanga asked me why. Na makanga kaniuliza kwa nini? I have no money with me. Sina pesa. So makanga told me, you are disturbing us. Go there. Makanga akamwambia, unatusumbua wewe huko. I went to another man. Nikaenda kwa mtu mwingine. I asked that man, Nikauliza huyo mtu, young man, kijana, I'm so and so. mimi naitwa so. I'm going to Nairobi. Naenda Nairobi. Can you just show me the road? Unaweza nionyesha njia? So that man was heartfelt man. Ni mtu ambaye alikuwa na unyofu wa moyo. And he showed me the road. He told me that is the road to Nairobi. Na akanionyesha njia, akasema hii ndio barabara itakufikisha Nairobi. And I was very happy with my bag. And me on my Nilikuwa back. na furaha na mizigo yangu nilikuwa nimebeba. And I started my journey now going back to Nairobi. Na nikaanza safari yangu ya kuelekea. When I was walking going back, Wakati nilikuwa natembea nikienda, I called my friend who was in Nyeri. nikapigia rafiki yangu ambaye alikuwa Nyeri. I told my friend, Nikamwambia rafiki yangu, I'm taking a journey from Machakos niko nachukua safari kutoka Machakos to Nairobi. mpaka Nairobi. Then I will start from Nairobi Then naanzia Nairobi and then I will come to Nyeri. na nitakuja mpaka Nyeri. But I will come by my foot Na nitakuja kwa miguu because I have no kwa money. sababu sina pesa. My friend told me I have no money neither. Rafiki yake akamwambia pia mimi sina pesa. So I started my journey with confidence. Kwa hiyo nikaanza safari yangu kwa ujasiri. I walked like 30 minutes. Nikatembea kama masaa dakika 30 hivi. Car could pass me. Magari yakanipita. They could go to Nairobi, Nikaenda Nairobi, come back, nikarudi, come back again to Nairobi. nikaenda tena Nairobi. So one makanga and one driver, Makanga mmoja na driver mmoja, they realized that there is something wrong with this man. wakagundua kwamba kuna shida na huyu kijana. We have been passing him since morning, Tumekuwa tukimpita kuanzia asubuhi and he is still traveling. na bado anasafiri. So they parked the car aside Wakasimamisha gari hapo kando, and they asked me, young man, wakaniuliza, kijana, what is bothering you? ni nini nakusumbua? I told them that I had no money. Nikamwambia sina pesa. So they wanted to help me, Wakataka kunisaidia, but something is blocking them from helping me.
lakini kuna kitu ni kama kinawazuia kunisaidia. But one mom in the car, na mtu mmoja ndani ya gari, one mother, mama mmoja ndani ya gari said, akasema, let that young man come in, wacha huyo kijana akuje and I will pay for him, na nitalipa nauli yake. So I went in the car. So nikaingia kwa gari. I was starving, I was very hungry. Alikuwa na njaa kubwa sana. So I had no voice. Hakuwa hata na sauti ya kuongea. So I could talk slowly. Alikuwa anaongea kwa sauti ya upole sana ya chini. And one cameraman asked me, na mtu mmoja akaniuliza, waiter, what here? Unaitwaje? Unaitwaje? So I understood and told him that I am Kennedy. Akaelewa na akasema anaitwa Kennedy. So we started the conversation. Na wakaanza mazungumzo. And I told him my story. Na nikamwambia story yangu. So the people in the bus, they could hear because the man could speak in Kamba. Watu katika basi wanaweza sikia kwa sababu yule mtu alikuwa anaongea Kikamba. So one person in the bus, mtu mmoja ndani ya gari, took a bread. Akachukua sahani, bread. Akachukua mkate and gave it to me. Akanipatia. Another person gave me a milk. Mtu mwingine akanipatia maziwa. Another person gave me a soda. Mwingine akampatia kinywaji. When we are still walking, na wakati walikuwa wanaendelea, I told them when I reach in Nairobi, akamwambia nikifika Nairobi, I'm going to start my journey by foot going to Nyeri. Naenda kuanza safari yangu tena kuanza Nairobi mpaka Nyeri. And they started collecting money for me. Wakaanza kukusanya pesa kwa sababu yangu. That's how the Lord came through for my life. Hivyo ndivyo Mungu alikuja kwa maisha yake. They gave me amount like 1,500. Wakampatia kama shilingi 1,500 hivi. And my friend, na rafiki yangu, was there in Nyeri, alikuwa pale Nyeri, trying to gather some money. Alikuwa anajaribu kukusanya pesa zingine. So after I reached in Nairobi, wakati alifika Nairobi, my stomach was full. Tumbo yake ilikuwa imejaa. I had money, alikuwa na pesa, and now I could move back to Nyeri. Na anaweza tena rudi mpaka Nyeri. So when I was in Nairobi, I told my friend, now I'm in Nairobi. Wakati alifika Nairobi, akaambia rafiki yake ako Nairobi. And my friend told me, look at your M-Pesa balance, because I have deposited you the amount of money that you needed. Angalia katika simu yako, maana nimekutumia pesa ambayo ulikuwa unahitaji. So I had extra money. Alikuwa na pesa ya ziada. So God came through for me. Mungu alikuja kwa sababu yake. And from that time I started realizing that God is my refuge. Na kuanzia maana pale akaanza kujua kwamba Mungu ndio msaada wake. So I told my friend, prepare a heavy meal for me. Akaambia rafiki yake, tengeneza chakula kubwa kwa sababu yangu. Just cook ugali, pika ugali, put a milk aside, eka kando yake, eka maziwa, and put even vegetables aside. Hapo kando kando ongeza mboga mboga. Because I'm coming with hunger. Kwa sababu nakuja na njaa. Hallelujah. Hallelujah. So I went back to Nyeri. So nikaenda Nyeri. And my friend, because he was working, na kwa sababu rafiki yangu alikuwa akifanya kazi, and I was not working, na mimi sikuwa na kazi, he told me, come. Akamwambia kucha, we are going to stay with you. Tunaenda kukaa na wewe. What I eat, you will eat. Yenye nakula utakula. So that's how God came through in my life. Hivyo ndivyo Mungu alikuja na kudhihirisha kwa maisha. So what do I want to say? Ni nini nataka kusema? Maybe you are there, you don't know who is your refuge. Kwa sababu umekaa hapo hujui msaada wako ni nani. Maybe you are there, you think your parent is your refuge. Unadhania wazazi ndio msaada wako. Maybe you are there, you think your friends are refuge. Kwa hapo unadhania marafiki zako ndio msaada wako. But what I've come here to tell you nimekuja kukuambia is that they can disappoint you. Watakushangaza. They can disappoint you. Wanaweza kukushangaza. But our God can never disappoint lakini you. Mungu hawezi kukuangusha. They cannot become your refuge. Hawawezi kuwa msaada wako. But the Lord is our refuge. Lakini Mungu ndio msaada wetu. So as you continue in life, na wakati unaendelea katika maisha, just know that God is the only refuge in the days of your trouble. Jua kwamba Mungu ndio msaada katika siku zako za mapito. Let us read in the book of Psalms 46 verse 1. Wacha tusome katika kitabu cha Zaburi 46 mstari wa kwanza. Hallelujah. Hallelujah. So God is our refuge. Kwa hiyo Mungu ni msaada wetu. Aha, we are going well. Tunaendelea vizuri. So read for me in Swahili 46 verse 1. Zaburi 46:1.
Maandiko inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Hallelujah. Msaada utaonekana tele wakati wa mateso. Hallelujah. Verse 2. Yes, verse 2. Mstari wa 2. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. So the Bible says that God is our refuge. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Mungu kwetu sisi ni msaada, And our strength well proven. na nguvu zetu wakati wa mateso. Help in trouble. Msaada katika mateso. Therefore we are not fear. Kwa hivyo hatutaogopa. Though the earth will be moved, Itapobadilika nchi, and though the mountain will be carried away itapotetemeka milima in the midst of the sea, milioni mwa bahari, God is our refuge. Mungu ni msaada So wetu. our point number one, Pointi yetu ya kwanza, why do we not attain this refuge? kwa nini hatupati msaada huu? It is because we have fear in us. Ni kwa sababu tuna uoga ndani yetu. It is because we don't trust in our Kwa God. sababu hatumtumainii Mungu wetu. It is because we lack trust in Ni Him. kwa sababu tumekosa kumwamini huyu Mungu. The Bible says in 2 Timothy 2, Maandiko yanasema katika Timotheo wa pili 2, 2 Timothy chapter 1 verse 7, maandiko yanasema Timotheo wa kwanza 1:7, that God has given us the spirit not of fear, Mungu hajatupatia sisi roho wa uoga, but of power lakini roho wa nguvu and na self-control. roho kujielekeza. So when you don't have these things in you, Kama hauna haya mambo ndani yako, then the Lord cannot become your Mungu refuge. hawezi kuwa msaada wako. The Lord cannot become a help for you. Mungu hawezi kuwa msaada kwako. There is something that we call sanctuary. Kuna kitu inaitwa hekalu. That is a holy place where God meets with His people. Hapo ni mahali patakatifu ambapo Mungu anakutana na watu wake. That is a place of worship. Hapo ni mahali pa maabudu. That is a place like this. Hapo ni mahali kama hapa. So this is the place where we meet with our God. Hapo ni mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. So we see, Tunaona that God is the only present refuge. Mungu ndio tu msaada wetu wa sasa. You know, there are many refuge, Kuna msaada mingi, but they're not present. haipatikani kila wakati. For instance, now you may need 1 million. Kwa mfano unaweza taka saa hii milioni 1. That million is somewhere. Hiyo pesa iko mahali. But because it is not present, Lakini kwa sababu haipatikani sasa, it does not become a refuge to you. haikui msaada kwako. So God has sent me today Mungu amenituma siku ya leo to say that He is the only refuge in our life. kusema kwamba yeye ndiyo tu msaada wa pekee kwa maisha yetu. When you read in the book of Psalms chapter 91, Ukisoma katika kitabu cha Zaburi Verse 2. 61 mstari wa 2, the Bible talks about trust. maandiko yanazungumza kuhusu kuamini. The Bible talks about acting. Maandiko yanazungumzia kuhusu kutenda. So God wants us to trust in Him. Mungu anataka tumtumainie yeye. The God wants us to act on our faith. Maana anataka tukue na matendo katika imani yetu. You know, Daniel 11 verse 32b. Danieli 11:32b. I love that verse Napenda hiyo maandiko. because this is what it says. Kwa sababu haya ndio inasema. That those that knows their God, Wale ambao wanamjua Mungu wao they will stand strong watasimama dhabiti and they shall do exploits. na watafanya mambo milipuko. So it is unto you and me Ni kwako na mimi to know our God, kujua Mungu wetu, for Him to become our refuge. ili aweze kuwa msaada wetu. So there is this song that I wrote many years ago. Kuna hii wimbo ambayo niliandika miaka mingi imepita. It is like a laugh as I wind up. Ni kama rap, kama vinaendelea kumaliza. Hallelujah. Haleluya. And this is what it says. Na hii ndio inasema. So I just want you to respond yes Nataka tu useme yes and yeah. and yeah. So I will just say 2 chorus
and then I will sing. Nasema mistari miwili na wewe useme yes. So this will help you to remember that God is our refuge. Hii itakusaidia kukumbuka kwamba Mungu ni msaada wetu. So this is how the song goes. Hili ndivyo wimbo unaenda. Lord ametenda? Yes. You say yes. Lord ametenda? Yes. Lord ametenda? Yeah. Yeah. Lord ametenda? Yeah. Lord ametenda? Yes. The Lord ametenda? You have not captured the song. You just say yes and yeah. Yes. Lord ametenda? Yes. Lord ametenda? Yeah. What are you turning to wine? Open the eyes of the blind. There is none like you, none like you. In the darkness you shine, out of ashes you raise. There is none like you, none like you. And if Lord is there for us, then who could be against us? And Lord is there for us, then who could ever stop us? Our Lord is stronger, every someone in power. Our God, our Lord. So there is this part that says that. Kuna hii nafasi ambayo inasema, for sure you know, kama unajua that the Lord is my shepherd. ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Ananifanya nilai on green pasture. Anafanya katikati ya majani mabichi. Wakidai disappear, I appear. Wakidai anapotea tena anaonekana. So this is Psalms chapter number 23. Hii ni Zaburi 23. I added that Psalms in that song. Hiyo wimbo ulitoka katika Zaburi hiyo. You know when David sat down, wakati Daudi alikaa chini, he realized that there is no other hope apart from God. Aligundua hakuna tumaini lingine kando na Mungu. And this is what he sang. Na hii ndio aliimba. Because mainly Psalms is about songs. Zaburi nyingi ni kuhusu nyimbo. So this is what he sang in Psalms 23. Hii ndio aliimba katika Zaburi 23. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, unongoza maji matulivu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. So as I conclude, ninapoendelea kumaliza, this is what I can say. Hii ndio naweza sema. When I first came to Nanyuki, wakati nilikuja katika mji wa Nanyuki, something to surprise you, kitu cha kukushangaza, with the education and the knowledge that I had, na masomo na maarifa niliyokuwa nayo, I had no money. Sikuwa na pesa. So I came by foot. Nilikuja tena kwa miguu. I came in 2 days. Nilikuja kwa siku 2. I knew no one in this place. Sikujua mtu yoyote Nanyuki. I sat in that place that you are sitting there outside. Nikakaa mahali pale ambapo unaweza ona kule nje. That shade of the boda. Hiyo kivuli cha wanabiashara wa boda. That's why I sat the second day. Hapo ndipo nilikaa siku ya pili. So I sat there until evening. Nikakaa hapo mpaka jioni. And the people would ask me, what are you doing here? Na watu wakaanza kuniuliza unafanya nini hapa? So I saw that they are bothering me. Na nikaona kama wanaanza kunisumbua. So I started walking, going to town. Na nikaanza kutembea kuelekea katika mji. I did not know town that time. Sikuwa najua mji vizuri because I have not come to Nanyuki. Kwa sababu sikuwa nimekuja Nanyuki kabla. So I went. Na nikaanza kutembea na nikasonga na kuendelea. Until I could see Amalo. Na nikaanza mwelekeo telling me kwaheri Nanyuki. Ikiniambia kwamba sasa tunasema kwaheri Nanyuki. So I knew that I'm going now out of Nanyuki. Nikajua sasa kumbe tena nimepita Nanyuki naenda nje. I started coming back. Tena nikaanza kurudi. There is somewhere called Huduma Center there. Nikafika pale Huduma Center. So I went and sat down at a tree. Nikaenda nikakaa chini ya mti. It was about saa 1 usiku. Ilikuwa kama saa 1 usiku hivi. So I sat there.
na nikakaa mahali pale, and I could play with the minds of the people, na nikaanza kucheza na akili ya watu, so I could watch them how they are moving, na nikaanza kuangalia vile wanatembea, because I was planning to climb on a tree, na nilikuwa napanga kupanda kwa mti, for me to get my shelter there, ili niweze kupata kivuli cha kulala kule. You know, I knew when I was on the top of the tree, maana nilijua nikiwa juu ya mti nothing can harm me, hakuna chochote kinaweza nidhuru, because anything that will touch the tree, kichochote ambacho kitakuza mti, I will be awake, na ataamka. So I started thinking how people are thinking. Nikaanza kufikiria vile watu wanafikiria. Around saa 4 ya usiku, wakati ilifika saa 4 usiku, so I now saw that people have this have departed from the town. Nikaona kama watu wamepungua na wameenda kutoka katika nchi ya Mungu. So I climbed that tree, na nikapanda mti. Mimi ndio huyo. Around saa 6 ya usiku, a man of bodaboda told me, "You young man, come down." Mtu wa bodaboda kaniambia, kijana, hebu shuka. And I asked him, "Who are you?" Nikamuuliza, wewe nani? I could not come down because there was darkness in that place. Nisingeshuka kwa sababu kulikuwa na giza mahali pale. So I waited till the morning. Nilikaa nikangojea mpaka asubuhi. The people came and met me there. Watu wamekuja na wakanipata mahali juu ya mti. They talked to me, wakaniongelesha. To cut my story short, ukata kufupisha story yangu. They gave me something that I could eat. Wakanipatia kitu cha chakula. But I saw town because of noisy, it is not a good place. Kwa sababu niliona mji kumejaa kelele, sikuona kama ni mahali pazuri. I came back to that place. Nikakwenda tena hapa. So I sat again in that place. Nikakaa tena mahali pale. The people saw me again. They asked me, "What is wrong with you?" Watu wakaniona wameuliza, nini mbaya na wewe? I told them I have come in Nanyuki to seek for an opportunity. Nimekuja Nanyuki kutafuta nafasi. So they told me there is no opportunity here. Go back to the place that you have come from. Wakaniambia hakuna nafasi, wewe rudi penye umetoka. So at night, usiku ilipofika, one man, mtu mmoja, gave me a room, akanipatia nafasi and told me, "You are going to sleep here this night." Akaniambia utalala hapa usiku wa leo. And that's how I was sheltered. Na hivyo ndivyo nilipata mahali pa kulala. There is something that I had never laid aside in my life. Kuna kitu ambacho sijawahi wacha katika maisha. You see this Bible? Unaona hii Biblia? I have been carrying my Bible everywhere I go. Ninakuwa nabeba Biblia hii popote ninapoenda. Even in the time that I went to prison, hata wakati naenda kwa jela, they could search me, wanaweza nifanya pension and fight the Bible. na wakapata Biblia. They could say this is not a thief. Wanasema huyu si mwizi. So that's how my God protected me and became my refuge. Hivyo ndivyo Mungu aliniokoa na akawa msaada kwangu. So I want to tell you, when God is your refuge, nataka kuambia wakati Mungu ni msaada wako, He can take you from zero to hero. Anaweza kutoa mahali ambapo si mahali na akakuweka mahali ambapo panaonekana. He can take you from grass to grace. Anaweza kutoa katika nyasi na akakufikisha kwa neema. He can lift you from levels to levels. Anaweza kukuinua katika viwango na viwango. You know, I have seen God fighting for me like I'm His last born. Ninaona Mungu akinipigania kana kwamba mimi ni kitinda mimba wake. Because how God fought for me. Kwa sababu vile Mungu ananipigania. When I tell the story, nikiwaambia story, people are amazed. Watu wanashangaa. How comes? Inakuwaje? You cannot go to Nairobi in 3 days. Huwezi enda Nairobi kwa siku 3. But by the grace of God, lakini kwa neema ya Mungu, I could go those days. Niliweza kuenda wakati ule. So I want to tell you today. Nataka nikuambie siku ya leo, as I conclude my preaching of today, nikimalizia mahubiri yangu ya siku ya leo, just know that God is your refuge. Jua kwamba Mungu ndio msaada. No matter what happens in your life, haijalishi nini inafanyika maishani mwako. Many things have occurred in my life. Vitu vingi vimetendeka kwa maisha yangu jamani. But I have learned to depend on this God. Lakini nimejifunza jinsi ya kumtumainia huyu Mungu. There is a time I was to die. Kuna wakati ilifika mpaka ilikuwa ni age. But people, when they came to fight me, wakati watu walikuja kunipiga, they fought this Bible. Wakapigana na Biblia. They found this Bible. Wakapata Biblia. And they said, "No, wait a bit." Na wakasema ngoja kidogo. This is not a thief. Huyu si mwizi. So God talked to them. Kwa hivyo Mungu aliwazungumzia. And that's how they spared my life. Na hivyo ndivyo waliacha maisha yangu. So I was not carrying the Bible, sikuwa nabeba tu Biblia as my God, kama kitu tu, as my God, kama Mungu wake. But it was
something that I could even read even alive. Na ilikuwa ni kitu ambacho anaweza jiunganisha. Before I sleep I could read alive. Kabla alale anaweza soma mistari kadhaa. So that's how I became more knowledgeable about the Lord. Hivyo ndivyo alipata maarifa na kuwa na maarifa kuhusu Mungu. And when you look at my Bible, I could underline in that Bible. Na ukiangalia Biblia yake ameweza kuchora mahali. So there are many lines. Kuna mistari mingi kule. So they reminded me those days why I could read the Bible. Inamkumbusha ile siku ambazo alikuwa anaweza soma Biblia. When I was in a mess. Wakati alikuwa katika shida. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the name of the Lord. So as I conclude today, ninapomalizia siku ya leo, I want to urge you, na nataka kukutia moyo, may you make God your refuge. Ufanye Mungu msaada wako. There is a time that I depended on the family. Kuna wakati nilitegemea sana familia yetu, but they did not come through for me. Lakini hawakuja wakati nilikuwa. My friend went away. Marafiki walinitoroka. Everyone was against me. Kila mtu alikuwa kinyume nami. But I could remember at night I could tell God, thank you for the life. Lakini nakumbuka nikimwambia Mungu asante kwa sababu. And God could provide for the next day. Na Mungu aliweza kunisaidia siku hiyo. This is why I came out. Hii ndio maana nilitoka with this saying, na hii msemo, that I'm a product of grace. Mimi ni product ya neema. And because we went there to Pastor Bonnie's church, kwa sababu tulienda kule Baraka and we were taught about faith, na tukafundishwa kuhusu imani. This is what I added in that word. Hii ndio niliongeza katika ile msemo. So I'm product of grace. Mimi ni matokeo ya neema and the result of faith. Na pia matokeo ya imani. So when you walk with God, wakati unatembea na Mungu, He will walk with you. Atatembea na wewe. Allow me to finish there as I welcome the man of God, our pastor, in the mighty name of Jesus. Niruhusu nimalizie hapo nikaribisha mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Hallelujah. In the mighty name of the Lord. Amen. Amen. The Bible says the Lord is my refuge. Maandiko yanasema Bwana ndiyo msaada wangu. Bwana ndiyo kimbilio langu. A very present help in trouble. Msaada wa karibu sana wakati wa tatizo. Ever present whenever you're in trouble. Wa karibu sana wakati uko na shida. We've heard the testimony of our brother, our pastor. Tumesikia ushuhuda wa ndugu yetu na mtumishi wa Mungu. How God has carried him through. Jinsi Mungu alivyombeba. How God has fought his battles. Jinsi Mungu alivyopigana vita zake. How God has been coming through for him. Jinsi Mungu amekuja katika maisha yake. Is your life in trouble? Maisha yako yako katika shida? Is your life in difficult situation? Maisha yako katika hali ya ugumu? Why don't you trust God today? Mbona usimwamini Mungu siku ya leo? Why don't you make God your refuge? Mbona usimwamini Mungu kimbilio lako? He's saying he's a very present help in trouble. Anasema yeye ni msaada wa karibu sana wakati wa mahitaji. Won't you give him your life even now? Huwezi kupatia maisha yako siku ya leo? Won't you trust him now? Huwezi kumtumainia sasa hivi? Can you believe him now? Unaweza muamini sasa? He is a present help. Ni msaada wa karibu. He is our refuge. Yeye ni kimbilio. He is where we can run unto. Hapo ndipo tunaweza There kimbilia. is help in our God. Kuna tumaini kwa Mungu wetu. There is strength in our Kuna God. nguvu kwa Mungu We wetu. can trust him even now. Tunaweza mtumainia hata For sasa. him to deliver us. Ili aweze For kutukomboa. him to change our situation. Aweze kubadilisha hali yetu. Yes, he's there for us. Mungu ako hapo kwa sababu yetu. Trust in him today. Ako hapa siku ya leo. He can change your situation. Anaweza badilisha He hali. can change your story. Anaweza badilisha historia yako. Yeah, he can make you a hero. Anaweza kufanya tajiri from zero, kutokea chini. Hallelujah. Hallelujah. Let us trust God today. Wacha tumtumainie Bwana. Let us believe God today. Wacha tumwamini Bwana. Let us make him our refuge. Wacha tumfanye kimbilio letu. Our help in times of Na trouble. msaada wetu wakati wa shida. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani sana, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. I want us to sing that song. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua
najua unaweza. Tuimbe sote, Mungu wa uzima. Moyo wangu unakutamani, hata kama mambo ni magumu. Najua, I want us to trust in our God as we sing this song. Nataka tuinue imani yetu kwa Bwana. Nataka tumwamini Bwana. Nataka uchukue mizigo yako na uone Bwana ni mahali pa wewe kukimbilia. Ni mahali penye msaada huko. Ni mahali penye matumaini yako. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani sana, hata kama mambo ni magumu. Najua unaweza. Tuimbe sote, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani sana, hata kama mambo ni magumu. Najua unaweza. Thank you, Jesus. Nataka tuinamishe vichwa vyetu. Let us look unto Jesus. Tumwangalie Bwana kwa ajili ya mioyo yetu. Katika jamii yako anaweza kuleta uzima na ushindi. Katika masomo yako anaweza kuleta uzima na ushindi. Katika kazi zako anaweza kuletea uzima na ushindi. Katika shughuli zako he can intervene. We can run to God. Yeye ni kimbilio letu, msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Yeye ni kimbilio wakati wa trouble. Yeye ni msaada tosha. Thank you, Jesus. Kwa dakika moja tu, just pass sauti yako kwa Bwana, mwambie Bwana unamtumaini ya yeye, unaamini msaada wake ambao ameahidi katika neno lake, unamwita yeye kwa sababu yeye ndiye kimbilio. Katika jina la Yesu, kwa dakika moja tu, enda mbele za Bwana, mwambie Bwana ninakuhitaji. Bwana nahitaji msaada wako, nahitaji nguvu zako, nahitaji wokovu wako. Wewe ndiyo kimbilio na msaada. Unaweza ukanilaza katika majani mabichi, kando ya maji yenye utulivu. Unaweza ukanifikisha pale, katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Bwana, tunakuamini siku ya leo kwa neno lako la uzima. Bwana, tunafanya wewe kuwa makimbilio letu, wewe ni kuwa msaada wetu, wewe ni kuwa nguvu zetu, msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Ni wewe uliye Bwana wa uzima katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuamini katika mioyo yetu Bwana, ya kwamba unatupatia ushindi, unatupatia nguvu katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Pengine uko pale unasema, mchungaji, nipenda kuomba pamoja. Inua mkono wako tuombe kwa jina la Bwana. Yeye ni Bwana wa uzima, anaweza kuleta msaada katika maisha yako kwa jina la Yesu. Inua mkono wako ukihitaji tuombe kwa jina la Bwana. Thank you, Jesus. Asante kwa ile mikono. Tuamini Bwana na kuomba katika jina la Yesu, Baba wa uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Mikono hiyo iliyo Bwana, tunakuja kwako katika imani, tukiamini kwamba wewe ndiye msaada na nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Ukaingilie kati kwa maisha haya, na kwa msaada wako Bwana ukaleta suluhisho kwa mikono iliyoinuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Ukaikuje na kuona kuleta ushindi, kuleta mabadiliko, kuleta uponyaji, kuleta direction katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya msaada wa maisha ya wapendo hawa. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo kwamba Bwana utakuza haya maisha, utaleta mabadiliko, utaleta uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na kuleta provision yako Bwana, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Wacha msaada wako ukawe dhahiri, in the name of Jesus Christ. Leta amani na utulivu
katika jina la Yesu. Leta uponyaji na afya katika jina la Yesu. Leta provision na kufungua milango iliyofungika ikafunguke kwa ajili ya watu wako. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Leta wepesi kwa haya maisha tunaomba katika jina la Kristo Bwana wetu. Tunaomba tukiamini. Amen. 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 Tumshangilie Bwana kwa makofi. Amen. 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 Bwana wasema wabariki sana na watende mema katika jina la Yesu Kristo. Ningependa kumkaribisha Douglas alete matangazo machache kisha tuseme neema.